Madam, leo bwana, ngoja tuanzie hapa. Kwa nini kuna baadhi ya watu wanandoa, nataka niongelee wanandoa ambao wanakuwa si waaminifu katika ndoa zao, yaani kwamba wanashindwa kubeba uhalisia wa kile ambacho labda mume au mke amekianzisha. Kwa mfano labda mwanamke ndio mwenye ukwasi, ama mwanaume amemwekea mwanamke kitu fulani hivi kama biashara, ama tu anaona kwamba kuna vitu fulani ambavyo vipo kwa ajili ya familia, kwa ajili yao, lakini anakuwa labda anauza ama anaiba kwa ajili ya kwenda kujiwekezea sehemu nyingine. Wapo wanafanya hivyo. Je, hii inatokana na nini hasa? Kama ninyi ni familia alafu mtu anakuwa anaiba katika kile ambacho kinachochumwa kwa ajili ya familia, lakini anawekeza maeneo mengine ambayo mwenza wake anakuwa hajui. Unajua kuna falsafa fulani ambao wanawake, bahati yetu mbaya, tunapotezana au tunapelekana ambako siko, hasasa kwenye mambo ya uchumi. Wajua sisi tukiwafundisha, leo nataka nijisafishe mbele ya kaka zangu ambao wanatusikiliza. Ndio. Sisi tukiwafundisha mambo ya kuacha kuwa wategemezi, tunawafundisha kuacha kuwa wategemezi na kupata uthubutu wa kuwa tegemezi, wao wategemewe, wao wasitegemee. Na tunawafundisha kwamba kwa bahati nzuri mume au tuseme baba watoto akiamua kukupa mtaji wa kufanya biashara, maana yake anataka kama itawezekana asiombwe vitu ambavyo sio vya muhimu. Mfano, asiombwe chumvi pale nyumbani, asiombwe pesa ya ulinzi shirikishi, asiombwe pesa ya taka, asiulizwe kuhusu nazi, naona. Yaani mkaa vile vitu vidogo vidogo vile wewe uvimalize. Hata kama baadaye utakuwa wataka kurudishiwa pesa yako, lakini usiwe ni ukawa labda wataka kurudishiwa ile pesa yako ukawa vile unaanzisha varangati. Yaani mtu aone umuhimu wa yeye kukuanzishia njia ya kujipatia kipato. Kama unataka nguo ununue, na wewe mwenyewe siku nyingine unaweza kumshtua, ukampa nguo, ukamnunulia nguo, au ukampa zawadi kwa kukufanyia wema wiki hiyo. Kuna mmoja alimpa zawadi mume wake kwa sababu mume wake amekuwa mwema kwake hiyo wiki. Akamwambia, kwa huu wema ulionifanyia wiki nzima, hujabishana, hujakataa kufanya vitu ninayokuambia, nakupa allowance leo, nenda ukaenjoy. Na kuna wengine walionyeshwa wametoa pesa za allowance waume zao kwa sababu ni siku zao za kuzaliwa. Unaona, sasa mtu akikuwezesha kiuchumi, yeye anategemea vitu kama hivyo, na yeye akitoa kukupa na wewe utoe umpe, yani na yeye asikie raha ya kupokea. Na kama anakuazima hela zake, umhudumie, akijisikia umhudumie. Maana yake ni hiyo. Na sisi kaka zetu siku zote wanawake tunawafundisha mambo haya. Sasa kama sisi baada ya kuwafundisha kupata uhuru wa kipato, wakija wanageukie nyinyi au wanasema hawawahitaji nyinyi tena kama waume zenu wamepata wanaume wengine, au wakaacha kuwa wanawake kwenye nyumba na wakataka kuwa wanaume, mjue mafunzo hayo hayajatoka kwetu sisi. Kwa sababu sisi tumewezeshwa na sisi bado tuwake nyumbani kwetu. Sasa namba 2 ni huyu ambaye anachukua bidhaa za nyumbani kwenda kuuza au kutumia kwa ajili ya maslahi. Mwanamke ni kama viumbe wote wa kike katika hii dunia. Hamna kiumbe cha kike anayechukua chake, yani cha watoto wake. Kwa sababu sisi tukizaa tunaamini kila kitu kilichopatikana baada ya kuzaa ni mali ya watoto wetu. Sasa hatuwezi kuchukua mali ya watoto wetu tukaigawa kwa watu wengine, au tukaenda kujilimbikizia sisi wenyewe. Manake kama kuna mwanamke ambaye anaiba au anachukua haki ya watoto wake akaenda kujitengenezea yeye mwenyewe kwa nafsi yake, kwanza mnatakiwa mfahamu kaka zetu wote, huyo sio miongoni mwetu. Sio miongoni mwa wanawake. Mmemtoa kabisa. Hayupo. Na hana haiba za kike. Kwa yeye ni jambazi kama majambazi wengine. Lakini pia tunaweza tukamuita pia ni mtu ambaye ana roho mbaya. Na sisi wanawake
ambao tunajitambua ama smart lady, hakuna smart lady mwenye roho mbaya au mwenye roho hiyo ya kusema kwamba achukue mali ya familia ajimlikizie yeye mwenyewe. Hiyo tamaa hiyo ilozidi. Hakuna smart lady mwenye tamaa ilozidi. Smart ladies wote tamaa yao ni kujiboresha kielimu na kiuchumi na kiafya, lakini pia kuboresha mazingira ambayo yanamsaidia yeye kujiboresha katika mazingira. Kama mazingira yangu ya nyumba yangu yananisaidia mimi kujiboresha kielimu, kiafya na kiuchumi, siwezi kuyaharibu. Kwa sababu hivi nilivyo siwezi kufika hapa kama mazingira ya nyumbani kwangu hayako bora. Sasa siwezi kuchukua mali ya nyumbani kwangu nikampa mtu mwingine bila ruhusa ya mzee au baba wa ile nyumba. Na hata kama niko na maamuzi natakiwa kuyafanya, siwezi kuyafanya mpaka ule baba wa ile nyumba atoe rai yake kwamba kwa hapa naona maamuzi haya yafanye. Na unataka useme kwa hiyo kwenye vikao hili nyie huwa tujawahi kulijadili. Wala wafundishaji wote sisi hatuwafundishi wanawake kuwa hivi. Tunaamini mali ya familia ni mali ya watoto. Kwa watu wote wanatakiwa waitunze ili iwafae watoto. Lakini pia tunaamini kwenye kuweka akiba in case mwanaume amepata madhara kazini au nyinyi wote mmeshindwa kufanya kazi. Kwa ile mali itawafaa. Sasa nyinyi au wewe utakapochukua ile mali ya kuwafaa watu wawili ukataka ikufae wewe mwenyewe, kwanza hauko miongoni mwetu. Sisi tunakukataa. Wewe sio smart lady. Sawa. Kuna baadhi ya wanawake huwa wanataka mtoto wake wa kike awe na tabia kama za kwake, na anapoenda kinyume na yeye vile alivyo, inakuwa anamuona kama vile amekiuka mila na tamaduni za kwao. Kwa mfano kwamba mama kwa sababu yeye anasikilizwa na baba sana katika kila jambo, anataka mwanae pia awe anasikilizwa katika kila jambo na mumewe, bila kuangalia hii ni taasisi mpya ambayo imejengwa baina ya watoto hawa kama taasisi ya ndoa yao. Wazazi kama hawa wana uhatari gani katika maisha ya ndoa za watoto wao? Sasa mimi nisiende moja kwa moja kwa mzazi, niende moja kwa moja kwa mtu. Kwa yule kwa mtu binafsi. Ndio. Mfano wewe mama unataka kuamuru nyumba ya binti yako, tayari una shida ya afya ya akili. Na unawezekana pia ukapata matatizo makubwa zaidi ya afya ya akili kwa kujiendekeza namna hiyo. Kwanza wanadamu wote wanaotusikiliza na watakao tusikiliza wafahamu huwezi kubadilisha fikra ya mtu, na wala huwezi kumfanya mtu afanye wewe unachotaka. Mtu anafanya yeye anachotaka. Wewe sasa ndo uamue kwamba hicho alichokifanya kwa sababu yeye anataka, mimi niko tayari kwenda naye au niishie hii safari hapa. Lakini wewe kumforce mtu awe unavyotaka haiwezekani. Na wewe kama umefanikiwa kwenda kinyume na mume wako na unajua ni kosa, utakapotaka mtoto wako naye aende kinyume na mume wake na unajua ni kosa, maana yake wewe mpaka sasa huna cha kujivunia kama mzazi. Kwa sababu sisi katika saikolojia tunasema mzazi, wewe unapozaa watoto ni biashara unaipeleka sokoni. Kwa tunakuhitaji wewe kama mzazi upeleke biashara sokoni ambayo itakuletea faida. Sasa kama biashara unaoipeleka sokoni ni biashara ambayo yenyewe haijui heshima ya mume, maana yake umejitukanisha wewe. Na bahati mbaya jamii zetu zilivyo, yani watu hawezi kukataa au kukubali, lakini sisi bado hatujaweza kuondoa mfumo dume. Upo na hauwezi kuondoka kwa kusema tu. Sawa? Kwa lazima mtoto yote akiharibikiwa, lazima mwenye kosa ni mamake. Hamna mtoto aliyeharibikiwa akaambiwa akaharibika kwa sababu ya baba yake. Watoto wote wanaoharibika, wa kike, wa kiume, wote wanalaumiwa mama zao. Ina maana na watoto akiwa ni wema watakopongezwa ni mama zao. Na mtoto akiwa ni mshenzi ataambiwa huyu ni mshenzi kama mamake. Ndio. Na mtoto akiwa ni mwadilifu atakuwa mwadilifu kama
mamake. Sasa wewe kama unataka kutuma ujumbe wa kwamba mtoto wako unataka awe kama wewe, ina maana kwanza una shida ya afya ya akili, pili hujalea mpaka sasa, yani hukuwa na faida ya kuzaa. Bora hata usingezaa. Kama unazaa mtoto mwenye tabia kama yako, ina maana hukuzaa. Ulikuwa huna haja ya kuzaa. Lakini Bwana Mtume ametufundisha kwamba sisi wazazi walikosea. Sawa? Na wazazi kukosea si kosa ikiwa sisi tutarekebisha makosa ya wazazi. Yaani sisi tuwalee watoto kama kwenye zama tulizomo. Tusilee watoto kama zama zilizopita. Zama tulizo nazo sasa ni za watoto kupeleka shule. Hatuwezi kusema eti kwamba tunawalea watoto bila kuwapeleka shule kwa sababu sisi hatujasoma. Sisi watoto tunawalea kwa kuwapa wanachohitaji, sio kuwapa wanachotaka. Sisi tunawapa tunachodhani kitawafaa. Na dunia ya sasa ilivyo, hatuwezi kusema eti watoto tunawalea wao bila elimu, kwa sababu sisi tuliishi bila elimu. Sasa bila elimu hakuna maisha. Hawezi mtu kwenda sehemu akazungumza jambo kwa kukosa elimu tu, watu watajua huyu hana kitu kichwani kwake. Na sasa ndio hivyo hivyo, kama unataka mtoto wako wa kike amkalie kichwani mumewe, wewe ulifanikiwa, lakini si katika zama hizi. Mwanao ataachwa, atarudishwa hapo nyumbani na watoto. Na ataolewa tena, atarudishwa tena na watoto. Utakuwa na mataifa nyumbani kwako. Waweza kuwa na mataifa nyumbani kwako? Kila taifa mwanao amezaa nalo. Utaweza? Wewe ndio utaka sasa kuwa muungano wewe. Nani kabila zote 120 unataka kuziweka hapo nyumbani kwako. Sio sifa. Utakuwa umefeli kama mzazi. Lakini pia umefeli kama mwanamke. Lakini pia kama mwanadamu umefeli. Huwezi kuwa wewe kazi yako ngutafuta mataifa tu. Sio sahihi. Kuna faida ama hasara ya kupelekwa kwa changamoto zinazotokea katika ndoa ukweni? Khatibu ameoa mke wake, changamoto inapotokea unapeleka zile changamoto kwa mke kule kwa wakwe zako. Mke mumewe kamkosea, anapiga simu ama kupeleka matatizo ya mumewe kwao. Kuna faida ama kuna hasara juu ya hili? Wallahi inategemea ni shida gani. Kuna shida nyingine zimepetuka, mfano mtu amezidisha kwenda kinyume, waweza kusema. Lakini shida nyingine ni shida za kike, mtu mfano kununa. Mtu kila siku kusema kichwa kinamuuma, huwezi kumwambia mamake. Wajua mimi nimemoa, lakini kila siku nikimuita ananiambia kichwa cha muuma. Sasa wewe pia utaonekana kwa una mashaka yani. Lakini kama mtu amepituka, mtu labda ameingia kwenye ushirikina, mtu ana magrupu ya marafiki wanakwenda kinyume na dini, au kuna marafiki ambaye wanampoteza na hataki kukaa nao mbali, waweza kusema. Lakini katika kusema kwake, mimi nashauri wanawake kwa wanaume, mtakapoanza kuongea majambo yenu kwenye familia, msiende kushtaki. Pelekeni suluhisho. Mfano mtu amekosea, unaweza kupiga simu. Bwana fulani anaenda kinyume kwenye kadha. Naombeni mtuite, mtuzungumzishe sisi wote wawili namna gani tunaweza kuishi. Basi. Kwa sababu akiitwa akisemwa, wewe umekaa pale, atayasikia wewe anayosemwa. Na wewe utakuwa umeweka akiba kwamba jamaa siku ukimshindwa mwanamke ataka kumwacha. Jamaa zake hawatakulaumu. Kwa nini? Kwa sababu jamani, si nishamuonya sana wewe maneno mbelenu na mimi sasa leo nimechoka, mmemleta. Imekwisha mimi na yeye habari yetu. Simtaki tena. Mimi siwezi kuwa ninafundisha shule mwalimu, madrasa ni mwalimu, pia ngaja na nyumbani pia nikafundisha. Lakini ikiwa husemi, hujawahi kusema hata siku moja, ukaamka siku moja na hasira kwa mimi simtaki tena, nimemleta. Jamaa tutakuuliza, umesema naye wapi? Mbona hujawahi kulileta ile jambo hapa tukalizungumza? Ni kubwa ili kiasi gani mpaka wataka kuliache kwanza tuliongee kisha tufanye maamuzi yako? Kwa kuongea kuna faida ikiwa mambo mazito ambayo wewe unayajua kwamba mambo haya mimi mwenyewe siwezi kutoboa.
Lakini mambo tu ya kike, mambo ya kuchati na wasichana kwenye simu si mambo makubwa. Ni mambo tu ambayo waweza kuyavumilia, lakini kama mtu anaingia leo anatoka anarudi kesho, haweza kuyasema. Au mtu umepata habari amezini mpaka kazaa, waweza kuyasema. Lakini tu watu anachati na watu wake Facebook, kaka zako wenyewe uchati. Saa nyingine mimi ni shangaa, lakini mwanaume mmoja aliniambia, Lela, mimi huwa na chati tu na wasichana ili nijihakikishie kama sijasahau kutongoza. Sasa unachukua serious, ubaki begi chako enda nyumbani. Kwa sababu ya mtu anataka kupima kama amesahau kutongoza. Na mtu mwingine anaweza kusema, mimi nimeamua tu mwambie mke wangu nataka kuoa ili nimweke sawa, maana siku hizi anazidi uvivu. Au anakula sana, nataka angalau hata akonde. Ningemwambia ndio jimu hanisikii. Nikatangaza na wao mke wa pili mle ndani. Ili mtu arudi kwenye shape. Sasa wewe unataka kubeba kibegi uondoke zako kwenu kwa sababu ya hiyo. Alafu sasa balaa tulionayo wanawake, sijui tunaumwa nini. Mimi mwenyewe sijui tunaumwa nini, lakini wachache wanaumwa maradhi haya, si wengi. Unaondoka kwako ukiwa mke namba 1 kwa sababu mume wako kawa mke wa pili. Ndio. Unaenda kuolewa nyumba ya mtu mwingine, wewe unaenda kuwa mke wa pili. Sasa umefanya nini? Au unaondoka kwako ukiwa wewe ni mke, umestirika, unaenda kuwa mchepuko. Sasa umefanya nini? Ndio. Kwa sababu unajua jamaa mmoja aliniambia stara ya mwanamke ni 2. Either kuolewa au kifo. Huwezi kubaki kati. Tuende mbele, turudi nyuma, tubishane, lakini tufike mwafaka. Stara ya kike ni 2. Kufa au kuolewa. Ndio. Hata kama umebahatika ukaolewa, wewe ndo mke wa kwanza. Wewe uko na mamlaka na yule bwana. Wamjue yule bwana toka anaitwa Feruzi mpaka sasa watu wanamuita Feruzi. Au bwana mkubwa. Toka akiwa hana chawa mpaka saizi ana chawa kila mahali. Ana wachawa wake. Ndio. Wewe uko na nguvu juu yake. Unaweza kumuinfluence, uko na influence juu yake. Kama ameoa na ameamua kuhamisha antena yake yasoma huko zaidi mawimbi, mwache. Ndio. Wewe huwezi kuondoka kwenye ndoa yako ukaenda kuwa mke wa pili na kati umeondoka ukiwa mke wa kwanza. Na huwezi kuondoka kwenye ndoa yako wewe ukawa mchepuko na ulikuwa kwenye ndoa. Yaani ufanye mambo yako ukiwa atumia akili kisawa sawa. Kwa sababu yaweza kuwa umefanya maamuzi, hata watoto wako wenyewe watakaje kucheka. Sasa mama hapo ulikuwa unawaza nini? Uko serious kweli mama? Na kwa nini wanawake wengi imekuwa ni shida sana kukubali swala la mume kuongeza mke mwingine? Yaani haijalishi mwanaume ana uwezo kiasi gani ama yukoje, lakini imekuwa ni swala gumu sana kwao. Tatizo nini wanawake? Yaani unaona kama hivyo ulivyo ugumu wewe kuhama kinyozi. Ukienda siku kunyoge kinyozi mpya wakaje? Watu wananiambia wanaume hawezi kukaa bila kufanya usaliti. Kama mweza kunyolewa na kinyozi huyo toka kula 7 mpaka wazeeka, kwa nini unashindwa kutulia na mke mmoja au mwanamke mmoja? Yaani uwezi kuacha usaliti lakini uwezi kuhama kinyozi. Sasa kuhama kinyozi ni usaliti kwa? Mwanaume anakuwa na kinyozi mmoja tu throughout. Ndio. Sasa kwa nini wanawake hamwezi kutulia na mmoja? Kwa nini mnataka kila mwanamke? Sio kila mwanamke, si nataka niwe naye kihalali. Hiyo sijasema mambo ya ndoa. Mimi nasema wale wanaosema wanaume hawezi kukaa bila kusaliti. Kukaa bila kusaliti wanaweza. Kwa sababu kama wanaweza kuvumilia kinyozi mmoja, wanaweza kuvumilia wasisaliti. Sawa? La pili, wewe unavyoniambia kuhusu kuoa mke wa pili kwa mwanamke is very personal. Very personal. Na nataka mjue, ndio maana nikawafundisheni mimi muingie kwa tekniki za kisaikolojia, kwa sababu ukiingia kawaida kwanza mwanamke yule umuingiza kwenye maumivu makali sana. Kwa sababu wao vile unavyojisikia wewe ukienda kwa kinyozi mpya ndio vile wao wanavyojisikia ukipeleka fikra ya ndoa. Ni jambo sawa, mmeambiwa mfanye. Sawa? Mmeruhusiwa mfanye. Lakini si lazima.
sawa, mnaweza mkafanya na mnaweza mkaishi pia bila kufanya. Lakini ikiwa imebidi kufanya, tumieni tekniki za kupoza maumivu. Ni maumivu makali, lakini tumieni tekniki. Na mara nyingi nataka nikupe sababu sasa kwa nini wanawake wengi inawauma. Ni kwa sababu tukiolewa au mkituchukua, yani tunawekeza maisha yetu yote juu yenu. Nguvu zote, hisia zote, na kwa nimezeka juu. Sasa nikija kujua kwamba wewe mbali na kuwekeza kwangu kote, lakini sasa hivi unafikiria mtu mwingine, nikaa vile moyo wangu wachukua kikombe ukitupe chini, ukipasue vipande vipande. Sasa wengine bahati nzuri wanakuja kuoa wakiwa wametoka kwenye maisha magumu, wameanza kunyanyukia, ndo ana introduce mke. Sasa huyu ambaye uliishi naye ikiwa unalalia ngumi, anaanza kupata maisha na wewe ndo unaoa. Kwa hiyo anasema kwa mimi nimevumilia mpaka kufika hapa ili aje kuoa. Mtu anaingia weusi moyoni. Kwa hiyo shida ni hizo. Shida ni kwamba wengine wanaoa katika karne hii hawaoi kwa ajili ya dini, wanaoa ili kukomoa wake zao. Na wanaoa wengine hata uwezo wa kuoa hawana. Wengine wanaoa hata hawajui sharti za kuoa yule. Jamaa umeambiwa ufanye usawa, ndo uoe. Una uhakika ufanye usawa. Huyu mmoja umpi matumizi. Ukioa huyu mmoja unamwambia wewe jitafutie, ni mwanamke awe kama kuku. Wewe jitafutie, wewe mwenyewe utajipanga, alafu unaoa mke wa pili. Mwingine anaoa kwa sababu jamaa kwenye kahawa wamepanga wao wanaoa. Mwingine naye anaoa. Kwa jamaa ni wanaoa kwa malengo ambayo wewe mwenyewe ukiyawaza ya malengo, sasa huyo kwa na haja gani ya kuoa? Mwingine anaoa kwa sababu ni fashion siku hizi kuoa. Au mwingine anaoa kwa sababu ni muhuni. Kwa hiyo anatafuta namna ya kutoka nyumbani kwake asiulizwe unaenda wapi. Kwa hiyo huyu anamwambia nimeenda kwa huyu anamwambia. Ndio maana mimi nawaambia wanawake, si kila mwanaume ana hekima ya kuoa. Baada ya kuoa mara ya kwanza, tizama hekima ya mtu kwanza kabla hujaamua kufunga naye safari. Mwingine anaweza kumuona ni mwanaume tu, kumbe maskini bado ni barobaro. Ukiolewa naye tu sasa unasema kama mimi ni mke wa pili naona vituko yule mwenzangu amevumilia. Au unaweza kumwambia sasa umenioa lakini uje hapa mchana tu, sitaki kukuona usiku. Kuna mtu alioa mke wa pili rasmi. Miaka 15 hajawahi kulala kwake. Hajawahi kulala kwa mke wa pili ama yule wa kwanza? Kwa mke wa pili. Kwa nini? Miaka 15. Anamwambia mke wangu ataondoka akijua na kuja kulala kwako. Hiyo inatoa ishara gani? Sio mwanaume sahihi. Sio mwanaume sio mwanaume thabiti. Wewe unamwogopaje mwanamke yani wewe? Yaani wewe mwanamke anakutisha. Hadi huwezi kupanga zamu kwa mke wako wa pili. Yaani wewe uko tayari uingie motoni kwa sababu ya mke. Hau uliolea nini basi? Si ungebaki na wewe tu akutisha. Yaani alikasirikiana na mke wake Ijumaa, ajifanya na hasira pale za mkizi, akaoa Jumapili. Ameoa hawezi kupanga zamu. Yaani wewe wajua wampenda mwanamke afu unamtishia, unamolea mke wa pili. Sasa hajaenda zamu miaka 15. Hajaenda zamu. Na yule mke mdogo aliolewa hajawahi kuhoji hata siku moja ndani ya miaka 15, mbona huji kulala zamu? Wajua kilichomkuta? Jamali akawa sumu akafa. Yaani yule mwanamke maumivu alimzidi kwenye moyo hadi akamutilia sumu akamuua. Na yule mwanamke alimtengenezea mpango, alihakikisha mali yote ya yule jamaa yote anajua hati zilipo, akaenda kuchukulia nazo mkopo banki. Yaani yule jamaa alifilisiwa na yule mke mdogo. Sasa anaona anamfanyia vile vituko, akajua labda anamfanyia tu kwamba huyu mwanamke ni mjinga. Kumbe kainama hivi. Ndio ile anasema ukiona kobe kainama kumbe anatunga sheria. Mwanamke kainama hivi, kumbe mwanamke ana laki. Mimi nawaambiaga, mnaweza mwakosea wanawake msaya nishamwomba msamaha yashakwisha. Hayaishi. Hasa mwanamke yule muumiza. Hayaishi.
kamkalia kimya mwaka 14. Mm. Mwanamke kamdhulumu, kachukua hela zote. Mm. Mwanamke kazipeleka mahali, katulia kimya. Mm. Hati kashaziacha benki. Mwanaume sasa anaanza kufuatwa na mabanki. Bwana tunataka tuchukue biashara yako kadha. Kivipi? Wewe ulikuja kuchukua mkopo banki. Mm. Mkopo? Kumbe siku zote alikuwa anaenda kuchukua, hajui anaendaje yani. Mm. Sijui hivyo hizo fikra zikoje katika hii dunia, lakini mimi nimekuja kuamini nilipopewa hiyo story. Mm. Kwamba wewe unaenda hadi banki na una sign mkopo, uko na mke mdogo, hujijui kama umeendaje na umechukuaje hiyo pesa. Na mke ameichukua ile pesa, wewe huna habari na wala hukumbuki kama ulichukua pesa. Sasa anaenda ashaanza kutafuta mazingira, taka kumhoji mwanamke kuhusu pesa yake imeenda wapi. Mwanamke kamwekea sumu kanywa. Na alipofika hospitali kwani ilionekana kwenye system kama ni sumu. Inaonekana tu jamaa akapata mshtuko wa moyo. Mshtuko wa moyo ndio alomtoa. Jamaa walipokuja kupiga upelelezi wakamkuta jamaa na madeni kila mahali. Wakajua ni mshtuko wa moyo kwa sababu ya madeni. Mwanamke kaondoka. Kwisha habari. Na pesa. Kaingiza hatiani mke wake na watoto 6. Wameingia kwenye maskini. Na yeye kafa, siku zake hazijafika. Nani anajali? Sasa wewe unaweza kusema namfanyia mtu viranga vituko. Mtu anakuangalia tu, anakusubiria siku ambayo wewe ukiwa huna la kufanya, anakupiga. Sasa haya ni mambo ambayo mwayapata kwa kutotulia, kwa kuhangaika. Hamufuati sheria zile ambazo Mwenyezi Mungu ameagiza, nyinyi mwafuata vitu vyenu vya utani, ujanja. Ndio hivyo sasa. Asante sana madam juu ya hilo. Vitu vya ujanja ndivyo ambavyo shida yake ni hiyo. Madamu, mkwe anakopeshwa. Mkwe anakopeshwa. Mkwe wa kike au wa kiume? Wote yule. Kama ni wa kike unaweza mkamkopesha. Lakini wa kiume kama yeye ndo ameoa kwako alafu tena ndo anataka umkopeshe. Hiyo ni kama kile king'ora cha ambulance. Mtakiwa mtoke mbio mkimbie. Sasa unatoka mbio vipi? Hapo kuna tatizo gani? Mimi nikuozeshe binti yangu uje kunikopa? Au wewe unikope mimi? Yani mimi nimekuozesha alafu wewe nikukope? Pia unataka ukimbie, hiyo sio familia. Kuna shida gani? Lakini si nimeomba mkopa. Subutu we. Kwa mzee wewe ungefanyaje yani? Sasa si fursa imekuja. Usikubali hiyo familia, sio hiyo baba. Kwa hiyo mkwe hakopeshwi hata siku moja baba. Kama akiwa mtoto wa kike ndo kaolewa kwenu, maona kwamba binti tunavyomuona ana akili. Ngoja tumuingize kwenye biashara yetu au tumpe pesa kidogo, atamsaidia kijana wetu sawa. Lakini eti mama yake awaombeni au babake awaombe. Awe umemwona tu binti anakuambia muongeze mama mtaji wake. Baba hapo sio wewe tu unaongeza mtaji, mpo wengi. Mama wanakusikiliza. Mimi nawaambia wapo wengi wanaongeza mtaji. Hivi unajua kusikia kuna familia mtoto ameolewa na rais? Wapo. Ule kumsikia rais akachukua baba mkwe akaenda naye Ikulu. Kama rais hawezi kumchukua anampenda first lady. Ndiyo. Sana mpaka anaenda naye kila mahali, lakini hawezi kumchukua baba mkwe akakaa naye. Lakini inawezekana tu zile protokali. Ndio maana zimewekwa ili kukuzuia wewe usifanye maamuzi yasiyokuwa na akili. Unaweza kumsaidia au mtoto wao akachukua pesa yako akawasaidia, lakini si wewe uombwe. Tunaomba. Mimi sijai kuona familia first lady imemuomba rais awape uwanja. Inawezekana kimya madam. Haipo. Kwa sababu wewe mwanao ashaolewa na mimi ni bilionea. Nishamuoa mwanao. Obviously tu mwanao atakupa hela yangu yani. Wewe kunifuata kuniomba mimi manake wewe ni mroho yani. Tena sio kwamba nimekuomba, madam umejua nimeomba unikopeshe. Sio unipe. Yani kumkopesha mkwe manake ni umempa because hutakiwi kumdai. The moment umemdai tu wewe na yeye mnagombana. Yani mimi Mwenyezi Mungu atanijalia nimeolewa na mume ana uwezo.
kweli babangu ataenda kumkopa, na kati babangu anajua mwanangu yupo ndani. Wakati mwingine tazila tu. Wakati mwingine wewe mwanamke, baba anakupiga mzinga na mpaka unasema anaona kabisa huyu mwanangu nikipitia huku hanipi, ngoja nipitie huku kwa mumewe. Na baba sasa akiwa hana adabu hivyo sio yani. Wazee wetu jamani, msituangushe. Mtatufanya tutembee huku tumeangalia chini. Mimi ninavyojua baba akimeona mtu ana fursa anaweza akakuweka naye karibu. Lakini sio akope. Sijai kusikia jamani. Kwa sababu wakati mwingine, hebu chukulia kwamba baba ana wake labda wawili. Wewe ni mtoto wa mke wa mke mkubwa. Baba huku nyumba ndogo huku kunauguliwa na hana hela. Anafanyeje? Anaona kabisa akikwambia wewe kwamba mamako mdogo anaumwa, unaweza usimpe hela. Si anamwambia tu mke wake nikopeshe. Unaona? Na yani baba, ukishakuwa baba unatakiwa uwe nyumba zako zote mbili unazimudu. Lakini ikitegemea kama nyumba yako moja huimudu. Weza tu kumwambia binti yako chochote, si lazima useme mamake anaumwa. Kwa hiyo unawapa mbinu hapo akina baba sasa. Tafuteni tu mbinu nyingine, msiombe kwa wanaume. Kwa sababu unajua mwanao akiachika ujue maneno mangapi atasema yani. Au yule mwanaume si kwa yani akiwa tukamchoka binti yako, ujue yani atamtukana. Wanaume wenyewe tulionao ndo hawa wakane 21. Amekupa tu simu, mkigombana na kwambia rudishie simu yangu. Muhimu. Sasa simu yangu ya kazi gani? Au amekulipia nyumba, unashangaa tu anakuambia toa vitu vyako hapo, nakuja na mtu kupanga. Baba, si umenilipia hapo mwaka. Tumeachana. Kwa toka. Lakini umejua anafanya hivyo inawezekana kwa nini? Kwa nia njema tu. Ili afute zile kumbukumbu zote ambazo mmewahi kufanya pamoja. Basi kila mmoja afe na chake. Kwani ni kumbukumbu. Sasa wewe jiulize, mtu wa hivyo kwenye chumba na kutoa simu hiyo iPhone 14 11 anakuja kukuomba. Anakuambia toa line uniachie simu yangu hapo dukani kwa Hashim. Baba yako akikopeshwa, si atasema hadi TBC Taifa. Ikiwashwa tu ikishasema baragumu likitangazwa likimalizwa, anatangazwa baba yako. Lakini madam, hebu tuchukulie kama kweli mzee amekopeshwa fedha, alafu mimi nashindwa kwenda kumdai moja kwa moja. Naweza nikapitia kwako nikakwambia bwana, mkumbushe mzee kuhusu kalika pesa. Sasa usinishughulishe mimi na mambo yenu. Nitakukana. Undukane sio mmekutanishwa na mimi. Sijaje mmeanza. Mimi tena nitakwambia mapema, ukiwa nichumbia nitakwambia mimi babangu ni msanii. Kwa ukikubaliana naye makubaliano yoyote, shauri yako. Mimi mtasema nilete stories zenu. Mimi mwenyewe nataka hela unipe. Kama umempa baba hujarudishiwa, mimi nipe zangu. Nakwambia tu umkumbushe mzee kile kideni. Mimi ndo mnataka laana mimi. Yezudini aliniambia mzazi anakukosea. Alikwambia mzazi akikukosea, mzazi akikupatia vyovyote atakapokufanyia, ni mzazi ana mamlaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huthubutu kumdai. Wewe niko radhi mimi na wewe tugombane kuliko mgombane na baba. Wewe umempa mwenyewe. Alikuomba, ndio ameniomba nimkopeshe. Ndio. Sasa tumia fikra. Mimi simdai mzee. Mimi mwenyewe namdai zangu. Na mkwe anadaiwaje sasa? Yaani ukimkopesha mkwe, sijui mama, baba, anti, dadako, samee. Yaani wape hela ambao waweza kuisamee. Ndugu akopeshwi wala rafiki akopeshwi. Mtagombana. Kama labda unataka kuwapunguza. Kama labda unataka yani wasiwe wanakucheki tena kwenye maisha yako, wape. Kwa sababu si watakuwa hawakulipi, kwa hiyo utawapunguza. Lakini kama unahitaji kwenye maisha yako, wape pesa ambao waweza kuisamea wasipokulipa. Ila wazazi tunawaombeni msiwakope waume zetu jamani. Tutatukanwa hapo, wenyewe tutukana kwa kukaa kwenye nyumba za watu bure, siji tunanunuliwa mboga. Na kununuliwa mboga mwezi mzima, mwanamke huna maana. Sasa na aje tena ongeza na neno la juu, baba yako mwenye maskini kama si mimi, hata yale matibabu asingepata. Mzee watu labda alitibiwa hernia au macho alikwanguliwa. Mama, jamani. Wazee msiombe, nyamazeni tu. Yanatukuta mengi humu ndani, kuta zina siri. Nyamazeni tu. Na wewe huwezi kumkopa mamako mkwe ama babako mkwe?
mama wa mume ndio sisubutu. Kwa nini? Wewe unakufa na tai shingoni. Una kabiashara ambako umekaona kwamba unaweza kukaendesha unashindwaje kwenda kwa mama Khatib pale? Huyo baba wa mume yenyewe siwezi kuongea naye baada ya nusu saa, na hatakiwa niondoke ndio niwakope. Yaani mimi wanione mimi nimekuja kuchukua cha mtoto wao. Unapenyeza ka message. Sisubutu. Eh? Kama mpaka umri huu sina rafiki wa kunipa milioni 10 basi nafanya nini dunia? Mpaka nikakope ukweni. Hapana. Niko radhi niende msikitini. Mtoro pale nikifika na jamani Waislamu wote mwenye 1000 mwenye 2000 changieni. Mume wangu anaumwa. Kwani hamjua kwenye ile tangazo lilotoka juzi mwanamke anasema jamani msitutoe kwenye nyumba mume wangu mimi ameparalyze. Mume yuko pembeni naye anatukana. Ndio mimi sasa. Nitaenda kuomba msaada mpaka msikitini kuliko nikope kwa wako. Kwa sababu atampigia simu mtoto wao. Na sasa ndugu yangu umemtoa wapi huyu? Tulikuwa tunakwambia wewe mtoto amfanya biashara fulani humtaki, umeenda kwa huyu mtu kutoka Kisembule. Haya sasa tuone kazi. Utaibiwa mwanangu, atakuwa achukue mali. Unaona maskini hawa. Lakini madam kwenye swala la kukopa. Turudi sasa kwenye kukopa. Achana na mkwe mpumzishe kidogo. Atulie zake endelee kunywa maji huko. Kwenye swala la kukopa. Ni muhimu ama kukopa kuna hasara ama kuna faida kwa maendeleo? Kama wewe ni mfanyabiashara kukopa inakutia motisha. Na wafanyabiashara wakubwa wengi wana mikopo mikubwa. Lakini kama wewe uko tu kama Lela, kazi yako kuvaa dera na hina, kukopa ya nini? Kwani jamani hata mbusi ulianza kama mchicha? Yaani wewe kama huna biashara unakopa ili uweke unamtoa mwali nje wao, kopa ya nini basi? Au unakopa ukanue gauni? Sio. Yaani kama hivi Lela unakopa uende zako sokoni ukanunue samaki. Sasa unakopa ya nini? Kwani lengo la kukopa ni nini madam? Yaani kukopa unakopa kuongezea ambacho kitu nakifanya. Mimi nashauri wanawake wanaotaka kukopa au wanaume wanaokopa wakope kwa ajili ya kufanya biashara. Sio kukopa kwa ajili ya kutatua matatizo ambayo waliokuwa nayo. Kama matatizo yako ni luxury, achana nayo. Ikiwa ni maradhi unaweza kukopa. Sasa unakopa uende ukanunue simu, unakopa ununue kabati, unakopa ununue msomali. Usipende mikopo ya hivyo. Na uwe na marafiki ambao ukitaka kuwakopa wakunyime, hao ndo marafiki. Ukiona marafiki unakopa wanakupa, usiwakubali, wao sio marafiki zako. Wanakuharibu. Kwa nini? Mimi leo wewe Mr. Hatib ni rafiki yangu nakupenda sana, lakini ukinikopa ununue simu sikupi mkopo. Kwa hapo ulipo huna nguvu ya kununua simu mpaka ukope. Ya nini basi Android kama huna nguvu ya kuinunua? Utaiwekaje salio? Siwezi kukupa mkopo wa simu wala friji sikupi. Anasa hiyo. Ni anasa. Yaani sio kitu muhimu katika maisha yako. Unaweza kuishi bila. Lakini kama ni maradhi, wala sikukopeshi na kufanyia harambee. Sasa uwe na marafiki ambao wanakuwekea mikazo hivyo kwamba ili utafute pesa, Jumapili usifue, Jumapili upumzike. Jumapili nilikuwa na Jumapili sio siku ya kufua. Sio siku ya kufua. Ni siku ya kupumzika. Kuna marafiki, kuna aina ya marafiki madam huwa hawana ushauri kwako. Wewe unapoenda na jambo lako watakwambia hivyo, hiyo sawa kabisa. Hiyo sawa, yani chochote unachofanya hiyo sawa. Hiyo sawa kabisa. Marafiki wa aina hii ni marafiki wale marafiki ama kuna jina lingine inabidi tuliweke hapo katika urafiki kama huu? Inategemea wewe ukoje kwao. Kama na wewe utoe ushauri, huwezi kupewa ushauri. Jamani sasa kama mimi ushauri sina la kushauri, nitasemaje? Yaani wewe huwezi kupewa kitu ambacho wewe utoi. Hii dunia ni yanipe nikupe. Yaani hii dunia ni ya kusurvive for the fittest. Kama uko fit ndio utasurvive. Kama unataka kutiatia huruma hata sisi ndio hivyo. Wewe hujawahi hapo kunishauri. Mimi sasa kushauriana. Kushauri ujue ni ghali. Wajua jamaa mmoja tulikuwa tunaongea naye. Akasema wajua ukimshauri mtu ukidai pesa mtu anakuona kwamba wewe unaeka tamaa mbele. Lakini maneno yalikuwa yanauzwa zamani. Kuna jamaa alienda kwa mfalme, yeye kazi yake ni kumuuzia maneno.
alimpelekea neno akamwambia mimi nakuletea hili neno linaitwa hata wewe. Na kuuzia ili neno kwa pesa fulani. Hata wewe. Mfalme akamwambia mbona ile neno simple, mbona waniuzia? Akamwambia ni simple lakini lichukue. Basi yule mfalme alikuwa na kinyozi wake. Kinyozi pamoja na waziri mkuu walikuwa wamepanga na mpishi wampe sumu yule mfalme afe ili waziri mkuu ashike hatamu. Basi ile neno likawa limemstaajabisha yule mfalme. Akawa ameenda zake kunyoa. Alipofika kwenye kunyoa, kinyozi alishapangwa kwamba kata na mkata ndevu aondoke na shingo. Sakati yule kinyozi ameshika ndevu, anataka kuanza kurab kidogo ndo mkate ndevu. Mfalme akaropoka ile neno akasema hata wewe. Kinyozi akashtuka. Mfalme samani bwana, sio mimi, ni waziri mkuu na mpishi ndo alikuwa amepanga hii njama. Mimi sina njama yote na wewe. Akamwambia nieleze. Kwa nini? Asema wanataka kuondoe katika hatamu, kana ashike hatamu waziri mkuu. Wajua mfalme alimuita yule mtu anayeuza maneno. Akamwambia njoo. Wewe uliona nini mpaka ukanipa ile neno? Akamwambia mimi nimeamka tu limenijia kichwani nikaja kukuuzia. Kwa maneno ni gharama. Wewe uweze kutaka kupewa kitu kama wewe upewi. Wewe ungekuwa nalo usinge kuja kwangu. Wewe kuja kwangu ulipia. Kwa hata wewe Mfalme akapona. Mfalme akapona. Kwa wewe kama unataka kupewa ushauri, toa ushauri. Kama unataka kupendwa, penda. Huwezi kupewa kitu ambacho wewe utoi. Kama unataka mtu ambaye si msaliti, wewe usiwe msaliti. Kama unataka drama, hutaki watu wa drama, acha drama. Na moment tu ukiona mtu anakupa drama kwa sababu wewe si kitu unachotaka, kimbia, kaa kando, sema mimi bwana this is not a cup of my tea. Mimi sitakunywa hichi kikombe. Kwa hiyo bwana mkubwa, ukitaka ushauri, toa ushauri. Usipotoa ushauri wewe ukitaka pesa, toa pesa. Na ukitaka vitu vizuri, karamika. Ukitaka moto, toa moto. Wajua hii nchi kuna sema waweza kukaa bila ukala bila kufanya kazi. Wajua? Jela. Jela. Lakini inatokana kama umepelekwa ukiwa unadaiwa. Itabidi ulipiwe serikali, lakini inapata hasara pale. Sawa. Waweza kukaa jela bila tena, ukikaka ukionekana kwa wataka kuondoka. Wanakupa mashamba waanze kulima. Nzuri kabisa ili uweze na wewe kuzalisha, si ndio? Ili ukitoka usirudi tena wizi. Uwe angalau una fikra moja waweza kulima mboga bustani. Lakini hapa uraiani ukikaa lazima ufanye kazi. Na pia unaweza kukaa sehemu bila kulipa kodi. Wajua ni wapi? Kwa wazazi wako. Kwa wazazi wako. Hivi kwa wazazi huwezi kulipa kodi lakini utalipia, utaenda kulipia therapy kila siku. Utapigwa afya ya akili. Itakuwa akiamka asubuhi, mtumeni huyo si yupo tu. Yupo. Kwani ana jambo gani hapa? Miaka 30 bado tunaye humu ndani. Nadhani hilo unaloongea madam la kweli. Kuna siku nimeenda sehemu fulani hivi, kuna bibi mmoja hivi. Yupo na mwanae nadhani kama sio 40 na hivi, lakini bado anaishi na mamake. Unaona anaishi na mamake. Jambo zuri. Unaona? Sasa wakati nimefika pale, yule mtoto kakorofishwa na mamake, anasema mimi ndio maana watu walishaniambia nisikae nyumbani. Mimi sasa shida nitahama hapa nikuache mwenyewe. Uhami hata siku moja mpaka 20 bado upo hapo nadhani utahama. Mwisho wa kukaa 20 mara mbili mtoto wa kiume. Mwisho wa kukaa kwenu. Ni ukitoka college. Ukitoka college ukija kwenu hutoki tena. Chukulia kama sijaenda huko. Mwisho wa kukaa umri gani? Miaka 23. 23. Utakiwa ushaondoka. Kwa hiyo mwenye umri wa miaka zaidi ya 23 leo hii yupo kwao, anafanya kosa. Tunamwambia pole. Pole kwa kweli. Kuna mageto watu wanakaa 6. Unajua mageto watu wanakaa 6. Yaani hata hapo pamekushinda. Mimi na wadogo zangu kama 5 hivi. Wamekuja hapa mjini Tanga wakiwa na miaka 14. Na nataka nikuambie msaati wote sasa hivi wana kenta. Mashaallah. Wamekuja mjini na miaka 14, miaka 10 tu. Wamehaswa hapa mjini. Wana kenta. Safi kabisa.
Mimi mwenyewe siwashindi kwa mafanikio. Mimi mwenyewe nimepoteza wakati wangu shule. Nimezunguka huku na huku kuna huku. Jamaa wao wamehaso kiukweli. Tanga, sijasema da. Ambapo hapa watu wanasema wao mzunguko si nini Tanga kunani? Wana kenta. Mtoto wa miaka 27. Mashaallah. Ina maana wewe kama hujazunguka shuleni, ungeondoka nyumbani ukiwa na miaka 15. Ndio sasa una bodaboda zako 4. Umewapa vijana wanaendesha. Kama kweli wewe ukawa ni hasla, huweki mambo ya wanawake mbele. Sababu hasara utafutaji pesa ni kuweka wanawake mbele. Ukiweka wanawake mbele tu utopata. Sasa, madam, ili uweze kujua kwamba maamuzi yako ni sahihi, katika maamuzi yako kwamba haya ni maamuzi sahihi, unatakiwa uone matokeo gani hasa? Chanya. Yaani yale ambayo ulikuwa hutaki yatokee yasitokee. Ndio utajua maamuzi haya ni sahihi. Kwa hiyo baada ya maamuzi hapa ndipo ambapo ukiona faida. Kuna swala linaitwa uthubutu. Watu wengi wanakosa uthubutu katika kuyaendea mambo wakiwa na hofu kubwa juu ya kwenda kuyatekeleza hayo mambo. Sasa watu wanaangalia haya maamuzi ambayo yatakaonipa uthubutu mimi wa kuliendea hili jambo. Naanzaje kupima kwamba haya maamuzi ni sahihi kuliendea? Yaani nataka niwaambie kitu wanadamu, mfano wanaume ndo zaidi. Jambo lolote ambalo unataka kulifanya kwa ajili ya kesho yako, fanya, usiogope kwamba litafeli. Mradi tu mwaka sio mwaka wa uchaguzi, anza hiyo biashara. Mwaka wa uchaguzi peke yake ndio unaweza ukawa na mambo mengi, kwa sababu watu focus zao zitakuwa mbali, kama ambavyo Ulaya. Mwaka wa uchaguzi sio hapa kwetu tu. Mwaka wa uchaguzi una mambo mengi, vurugu nyingi, unaona watu focus zinazokuwa ziko sehemu nyingine. Lakini kama mwaka huu ni mwaka tu watu wanafanya mambo yao, wewe naenda katafute maisha. Kwanza kuna option, kuna faida mbili za kwenda kutafuta maisha. Kwanza kabisa uwe na uhakika kwamba hata kama usipopata hicho unachokitafuta, kwa sababu hujafa, una nafasi ya kupata tena. Lakini pia hii Afrika, hususan Tanzania, ukienda kutafuta maisha ukashindwa, ukirudi kijijini kwenu utapokelewa. Tofauti na mataifa mengine, utapokelewa na maisha yako yataendelea. Kwa usiogope. Kama watu hawako kwenye uchaguzi, wala usiogope kwenda kutafuta maisha. Uchaguzi tu unaweza kwa sababu hata Ulaya watu kukiwa na uchaguzi, kama walikuwa wamepanga safari Afrika, wanaahirisha, wanasema lazima jamani tupige kura. Hata hapa nyumbani ni hivyo. Kaa kwenye eneo lako, piga kura, ukishamaliza anza movement zako. Lakini eti kama tu eti unahofia eti utafeli, hufeli. Mimi nakwambia kama wewe sio mwanadamu ulioumbwa na Mungu utafeli. Lakini kama Mungu ndo amekumba, hufeli. Hata ile usipokipata kile kitu ulichokiendea, ile elimu tu uloipata ya kuanguka, umefaulu. Watu wangapi Mr. Hatib wametoka vijijini kwao, wameenda kutafuta maisha Dar, wamekuja hapa Tanga. Unafikiri hao vijana ninakuambia waliotoka kijijini wakiwa na miaka 14 wakaja kutafuta maisha hapa Tanga, nadhani walikuwa na refariwa kuwashika? Wamekuja wao wenyewe, wakaingia ghetto Masiwani huko, sijui Msambweni, wakawa nalala ghetto watu 6, watu 8, wakatoboa. Wamebeba mizigo, wakatoboa. Mimi nimekutana na mtu ana miaka 55 hapa Tanga. Ameanzia kiwanda cha mafuta cha Bidco. Bidco ilikuwa Dar. Ndio. Kampuni nadhani ya Kikenya. Ilikuwa Dar inafunga mafuta. Akatoka Bidco akaingia Korea. Korea ametoka akaja huku. Akatafuta maisha huku. Ana miaka 55 hapa. Kwenye huu mji. Anafanya biashara hizi za kuunga. Kajipata miaka 15 iliyopita. Yaani amejipata akiwa na miaka 45 ndo akajipata. Kwa nini ukate tamaa? Kila mtu ana historia yake ya mafanikio. Na mimi nataka niwaambie, historia nzuri ya mafanikio ni ya kusota alafu nyanyuke. Historia ya kutoka tu na ukanyanyuka, unavyopanda haraka ndivyo utakavyoshuka haraka. Lakini unavyokaa muda mrefu chini ukipanda, utamaintain, kwa sababu utamaintain kushuka, utatamani kushuka chini. Kwa wasiogope watu. Hata wazazi wenu wasingewasomesha kama wao wangekuwa wanaogopa kuchukua
changamoto, chukueni changamoto. Ukishapiga kura kutimiza wajibu wako kama mwananchi wa jamhuri, subiria pameamka, matokeo yametangazwa, watu wameenda bungeni, chukua begi lako, nenda kutafute maisha. Hii Tanzania huwezi kushindwa kukaa popote. Kuna kijana nilikuwa naongea naye ananiambia, Lela, mimi sasa hivi unichukue hapo nipeleke Katavi. Naenda kufanya biashara na nafungua maduka. Na mimi ni Mpare lakini naenda kufungua duka hapo Katavi. Na nataka niwaambieni kitu, kwenye hii nchi, kwenye hii dunia hakuna watu ambao wanadea, yani wanajua uthubutu wa maisha kama wa Nigeria. Yani wewe ukifika sehemu unaenda kutafuta maisha labda nje ya nchi, sio hapa nyumbani kwenu, ukakuta hakuna wa Nigeria, usikae, ondoka. Kwa nini? Wa Nigeria wale wanajua kukaza. Wa West Africa wengi wanajua ile kutafuta maisha. Sasa ukifika tu ukawakuta hawapo hilo eneo ndio wewe utaki kutafuta maisha. Lakini kama jamaa wapo, utayapata. Okay. Ni kama Wachaga, sawa? Ni kama Wapare. Ukifika sehemu hakuna Mchaga, usikae, ondoka. Pale maisha ni magumu. Lakini kama Mchaga yupo, wewe utasurvive. Okay. Mimi nienda sehemu ni mpaka wa Kenya na Uganda. Panaitwa nini? Ukitoka kuna mji unaitwa Kitale. Ukitoka Kitale unaelekea mbele huko. Ese huo mpaka nilikuta Wasambaa. Wanauza mtumba. Sio panaitwaje pale bwana? Baada ya Kitale. Kitale ni Western Kenya, hiyo ya mashariki, magharibi. Unatembea baba kutoka Nairobi hadi Kitale ni kama masaa 8 ama 7. Mbali. Na kutoka hapo Kitale kwenda kwenye huo mpaka. Panaitwa Lodwar. Panaitwa Lodwar. Hapo Lodwar pana kambi ya ukimbizi, sijui pana nini. Yani ni sehemu ambao pako nobody. Yani ni sehemu ambao huwezi kusurvive. Dongo mwekundu, vumbi. Nimewakuta jamaa wako pale Wasambaa, wanapiga zao Kisambaa. Na wanaongea Kisambaa. Na wapo sokoni. Wanauza mtumba. Na hayupo mmoja mzee. Wapo wengi. Kuna wengine wanauza mboga, nyanya. Kule kuna chakula. Sasa nikamfuata mmoja. Unajua mimi kwetu ni Tanga. Wakaanza kuniongelesha bwana. Nikamwambia sikizeni, nimwambie tusiongee sana, lakini mimi nawauliza, huku mmefuata nini? Asema sisi tumekuja kutafuta maisha. Sawa. Huku nyinyi mnafanya biashara gani? Asema mimi nauza nguo, yule kule anauza sio mboga, kuna mwingine kule kuna ufugaji sana. Asema mwingine sio anauza maziwa. Sisi tuko hapa mwaka wa 20 tuko hapa, baba zetu wamekuja huku na sisi tuko huku. Tunatafuta maisha huku. Nyumbani huwa mnaenda, sema kama kawa. Tunaenda nyumbani, tunaamua tutokea Uganda turudi Nairobi tuende nyumbani. Sasa kama Wasambaa wako Lodwar, ni mbali, hati sisi tulienda, tulipofika kwanza tukaanza kuchuliwa miguu. Yani mnafika miguu imevimba, yani mnakaa chini watu kwanza wa masaji miguu. Kama Wasambaa wako Lodwar, wewe unaogopa nini? Yani Wasambaa, mimi sitaki kusema mengi, lakini Wasambaa ni kama tu watu wa pwani, kwamba tabu nini sio vitu vyao. Naona lakini sasa wao wamefunga safari hadi wameenda huko. Wewe mwenyewe sasa utabaki wewe mwenyewe uwase kwamba utafanya nini. Wameenda Lodwar, wapo huko, wapo wanapambana. Uzuri wa Kenya bwana, huulizi karatasi ya kukaa, wala huulizi si umegonga kitu gani wewe. Kwa sababu sisi wote si wa East Africa, tupo tu twafanya. Na hata kama mtu kitaka kukaa kaa unavyotaka. Na mradi wewe unauza zako nguo, kila siku watu wanakuona wewe unauza nguo tu pale. Hata ukasema unapeleka dawa za meno, unapelekea watu dawa za meno, dawa sijui za machango, unatoka tena ukisema unatoka Tanga, wewe na vidumu vyako vya dawa za chango. Unafanya biashara tu vizuri. Yani kama Masai vile. Kwanza kuna jamaa alimchekesha. Ni Masai, ni rafiki yangu sana. Nampenda, mimi nakupenda kwa sababu nikikaa na wewe naweza kuongea nikiwa najisikia raha. Na mapema kwa nini? Anasema hoja mimi nikifika boda najifanya sijui Kiswahili. Yaani
wakiniongeza sio nini mimi nasema najifanya kama sijui Kiswahili kabisa. Anasema sio mimi tu, 75% ya Wamasai ukiwaongelea wanajifanya hawakuelewi, ila jamaa tunajua kila kitu na tunajua tunachokitaka. Mimi nisingekuwa tajiri kama sipiti hizi boda, na pita hizi boda vizuri na dawa zangu naenda nauza. Safi kabisa. Jamaa akinihoji tu sijui anaongea Kiswahili cha mtoto mdogo, si hawakosagi aina ya dawa. Dawa zote wanazo. Wewe kuwa muoga sasa uoga. Sasa madam, ni vipi ambavyo ama ni mbinu gani ambayo unaotakiwa kuitumia ili kuweza kumjua mwenza wako pasi na kumuuliza? Wewe msikilizaji tu. Wewe msikilizaji, jamaa atajichanganya mwenyewe tu. Wewe msikilize tu. Sikiliza tu. Kuisha habari. Sikiliza halafu elewa. Vitu vyake anavyovifanya vitafakari kwa mapana. Kwa nini amefanya hili jambo? Sio kwa nini amenifanyia. Kwa nini amelifanya hili jambo? Alafu kishaona tu kwamba hizi style hizi zinazokuja sio style mimi ninazotaka kuishi pale pale. Unamuua nyoka kichwani, humui nyoka kwenye mkia, yani kwamba uanze si kumwambia hii style mimi siipendi, fanya style hii. Kwenye umri huo mtu kama anakufuata kukuuliza habari yako, anatakiwa awe ameshakuwa, sio tena ndo uanze kumkuza, anza kumfundisha sio wanaume wanaitije. Okay. Ukiona tu yani kwenye umri wa mtu wa miaka zaidi ya 30 lakini anatafuta monitress wa kumwambia siku gani ya nyamazi. Kaa kimya mwalimu kaingia, ujue huyo mtu sio wako. Au mtu ana miaka zaidi ya 30 anakuja kwako ndo wewe umpe ushauri afanye kazi gani? Sasa wewe utakuwa mamake sasa. Na watu hawaogi mama zao. Au wewe unaweza kuoa mamako. Mtu anatakiwa akija kwako aje kwako yuko tayari. Kama unakuja kwangu ndo nikufundishe jinsi ya kuzungumza, yani mimi nikufundishe wewe public speaking na umesoma sekondari. Au jinsi ya kujibu simu. Au kama eti ukipigiwa simu urudishe miss call, mimi ndo nikufundishe. Basi unafanya nini barabarani? Mbona hugongwi na gari basi? Kama wewe hujui kitu. Kwa nini usipite gari zinakotoka ukapita gari zinakoenda? Kwa wewe msome tu mtu. Yaani ukimsoma tu mtu utamjua tu kwamba chenga huyu ni mtu. Na kuwa yani siku zote kuwa mpole, mtulivu. Niambie, naambia mimi sina cha kusema. Na kusikiliza tu, kumbe yupo kwenye mtego hajijui. Sasa, madam, leo ni katikati ya mwaka. Tunaanza duru ya pili ya lala salama katika harakati hizi za utafutaji na maisha katika mwaka huu wa 2025. Mwaka mpya wa fedha. Mwaka mpya wa fedha unaanza kesho. Mwaka mpya wa fedha wa kiserikali unaanza kesho. Lakini ni ngwe ya pili kumaliza miezi 6 iliyosalia ya mwaka kukatika. Kuna watu malengo yao mpaka hivi sasa hayajulikani. Unadhani kwamba ni nini wanachotakiwa kukifanya katika tathmini ya miezi hii 6? Yaani ni kuweka sawa malengo. Kama ulikuwa huna malengo uanze kuyatengeneza hivi sasa upya. Na mimi nina uhakika kama malengo yako tuseme yanaweza kupimika, yako smart, unaweza ukatimiza malengo ndani ya miezi miwili. Unaweza ukatimiza. Angalau ukaanza kutimiza. Kama ulikuwa unataka kuhama nyumbani unaweza. Unaweza kuhama na ukaanza. Kwa sababu hapa Tanzania sidhani kama kuna nyumba milioni. Na wewe milioni ya nini wakati hujapata bado? Kama hapa Tanga tu tuna chumba cha 15,000, ina maana unaweza kuja kukaa. Kija na 50,000 unalipia miezi 3. Kiingia mtaani utakushajua kwamba huu mji ni vipi. Baada ya miezi 2 unaweza ukaondoka ukaenda mji mwingine. Kwa hiyo wewe kama hujaanza malengo, anza sasa. Kama umeyapanga unaona hayajasonga, tengeneza smart goals ambazo zitakusaidia wewe kuyafikia malengo yako. Yanapimika, yanafikika. Je, unaweza kuyashika?
ni kitu ambacho kiko realistic, sio kama unaota. Maana kuna watu wengine wanaweka malengo ya ndotoni. Malengo ambayo hayawezi kufikiwa. Au mtu hana malengo, yeye anasapoti malengo ya mtu. Mtu akija kumgeuka anasema lakini nilimsapoti sana. Dada, tulikutuma. Wewe huna malengo ndio maana ukawa unasapoti malengo ya watu. Mtu asapoti malengo yake na wewe usapoti malengo yako, mkutane kati kwa kati. Kwa muda upo bado. Lakini wale watu ambao wanasema mimi nipo naye, je, wakwe zako unawajua? Mwaka ndo unakatika huu. Ushaongea hata na mama mtu. Mwaka huu unakatika. Ushaongea na mama mtu? Nimependa hiyo. Mwaka huu unakatika huu. Harakisha uongee angalau. Au ujui hata anapokaa, ujui hata nyumba anayokaa kila siku anakuambia pale kwa juu. Unapajua kwake. Mwaka unakatika. Na mwingine mwaka unakatika hujawahi hata kuitwa chai. Jiulize, mwaka unakatika huu. Mbona hujaitwa chai? Una shida gani? Sasa madam, utaacha watu waende kwa waganga? Hiyo time ichafuka. Wala. Ndio unaichafua wewe mwenyewe. Kwa nini unaongea na watu wasio kuita chai? Watu wanaoita chai wako kibao. Walai. Watu mpaka wanawakataa. Watu kibao wapo. Wewe tu ndio unaongea na watu. Ukimwambia mimi nataka kwenda chai, anakwambia mimi sidhani kama chai ni kitu cha muhimu. Wewe unaona bado huyu ni mtu mnene ndani. Wewe mtu anayekupa tu fikra ambazo wewe sio fikra zako, sio mwenzio. Lakini utatafuta uchawi bure na kati mchawi mwenyewe. Mtu unamwambia bana, mimi malengo yangu nataka nizae watoto 4, lakini baada ya kuolewa anasema mimi siamini kwenye ndoa. Mimi naamini kuzaa kwanza alafu kuoa baadaye. Wewe na wewe unamngangania. Mtu unamwambia bana, mimi honeymoon yangu nataka niende Umra. Yeye anakuambia honeymoon yangu mimi nataka niende sijui sehemu gani za disco. Bado unamwona ni mtu ambaye muendani. Yaani mtu akikwambia vitu tofauti ndio ujue kwamba huyu mtu mimi naye hatuendani. Uchukue hatua. Uchukue hatua ya kufanya jambo uende tofauti. Sio kuchukua hatua ya kungangania. Uchukue hatua utafute ambaye mnaongea lugha sawa. Katika harakati za utafutaji. Ni eneo lipi ambalo inatakiwa huyo mtafutaji aweze kukaa? Ni eneo lenye maisha ghali ama eneo lenye maisha rahisi? Eneo ambalo litamfanya yeye urahisi wa utafutaji wake. Kama ni mtu wa masokoni, akae sehemu ambayo ni rahisi yeye kufikia masoko. Na kama ni mtu wa huduma, akae sehemu ambazo zinahitaji huduma zake. Lakini kama ni mfanyakazi, akae sehemu ambayo anaweza kubana matumizi. Mfano, nauli ya kutoka nyumbani kwako mpaka sehemu yako ya kazi kwa mwezi ni 400. Na wewe unakaa nyumba ya 300. Jumla wewe kwa mwezi unatumia 700. Lakini kama pale karibu na kazini kwako kuna nyumba ambayo unaweza ukailipia 650 ili utembee, lipia. Utakuwa umeokoa 50,000 kwa mwezi. Lakini pia umeokoa habari ya kula kwa mama ntilie, kwa sababu utakuwa una saa ya break unaenda kwako kula, si unatembea. Unaenda kwako unakula unarudi kwa pesa mama ntilie. Pesa ya kwenda kunywa chai umeokoa. Na pia watu wakiwa wana kazi labda za masaa ya ziada, unaweza ukazipata kwa sababu unakaa karibu. Sasa unakaa nyumba ya 300, usafiri ni 400, hii ni 700 kwa mwezi. Kwa nini usipange nyumba sehemu ya 600 ambayo unaweza kutembea? Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukifikiria kwa makini, unaona ni yale. Kuna watu wanakaa nyumba ya 400. Ndio. Au nyumba ya 200 kwa mwezi. Lakini anatumia 600 kwenye usafiri. Kwa anajikuta anakaa nyumba ya 800. Na kati mjini ameacha nyumba ya 600 ambapo anatembea. Ambapo pale atakuwa na vikundi vya weekend, sio kuna vikundi vya mazoezi. Kule kote kule nikupata fikra, nikupata connection. Kuna vikundi vya mazoezi. Kuna vikundi sio vya kusaidiana. Kuna vikundi sio vya watu wanaenda jogging. Sio kuna vikundi sio vya wanachama, sio vijana sio watanashati. Lakini pia kuna vikoba. Kuna vikundi vya klabu ya kusoma vitabu. Watu wanakwenda library. Ndio. Sasa kuna watu wanataka kwenda kwenye maadhimisho, kuna maombi ya kwenye milima. Watu wanaenda mlimani huko kufanya maombi. Lakini huko unakokaa wewe, aghalabu upate connection, kwa sababu kazi ikiisha tu, hutaki hata kujua habari ya watu,
unawahi foleni. Kwa hiyo ni vitu vingine ambavyo waweza kufikiria, lakini ukija kuangalia ni sawa. Unless ni nyumba yako umejenga, una kodi ya unasema usafiri wangu mimi ndo kodi yangu. Ngoja tu niende. Kwa hiyo madam, kabla ya kutafakari namna ya kupata fursa, unatakiwa kwanza wewe mwenyewe ujiulize ama ufanye utafiti. Fanya visibility test ya kujua nitakaa wapi, usafiri uko vipi. Je, kuna haja ya kukaa huko au hapa naweza nikapata? Kuna watu wanapoteza muda mwingi sana kwenye usafiri. Unatoka kazi saa 9 unafika nyumbani saa 4 usiku. Hujapika, hujamhudumia mumeo, hujaangalia homework za watoto na umetumia labda 5,000 kufika nyumbani. Sasa huu wakati unaopoteza ni pesa nayo. Kama ungekuwa ukitoka saa 9 unafika nyumbani kwako 9:30 au 9:40, ukifika pale ukisimamia homework ukimaliza, una 2 hours za kupumzika kabla hujaanza kupika dina. Na ukipika dina ukimaliza ushaingia kwenye kikundi chako cha wasichana. Wasichana warembo, wasichana watanashati. Mtu anataka oda ya keki, ukapika keki. Mume wako akiingia saa 2, umepika dina, umefanya homework na umepika keki, ushaideliver. Ama ushaenda Kariakoo, ushachukua nguo za watu, ushazideliver. Sasa ukiwa unakaa sehemu ya mbali sana, huwezi kufikiria hilo. Wewe utakuwa unafanya kazi na kula. Yaani wewe ni kazi kula, kazi kula. Huwezi kujipanusha. Na kwa nini inakuwa kuna ugumu wa watu kujiwekezea katika kile kipato chao? Yaani unamkuta mtu anatamani kuweka, lakini anapoipata pesa siku zote inakuwa kama sijui haitoshi, sijui hafanye nini, lakini ukweli ni kwamba wanashindwa kujiwekezea. Tatizo hapa linakuwa liko wapi, madam? Uthubutu. Watu wengi wanaogopa. Watu wengi wanaogopa kuwekeza kwa sababu wanadhani labda kuwekeza ni kitu kirahisi. Wanataka faida ya haraka haraka. Wanataka wakiingiza wapate. Alafu watu wanakuwa hawana mategemeo mengine, wanategemea ile biashara iliyoanzisha ndio hiyo imlishe, ndio hiyo imnunulie gari. Wakati kuwekeza ni kama kununua ardhi, yaani unataka ukinunua unasahau. Kiwekeza uisahau, usitafute faida yake haraka haraka. Sasa watu wengi uthubutu huo hawana, wanaogopa. Na watu wengi wafahamu mimi wasichana wanataka labda biashara za milioni 50, milioni 60. Mtu kimwambia kwamba unaweza kuanza biashara kwa mtaji wa 100,000 anashangaa. Anakuona wewe vipi? Kati unaweza kauza cover za simu, wajua cover ya simu huuzwa 500. Kuna magrupu tuko sisi watu wanaagiza vitu kutoka China. Kimpa mtu 100,000 kuletea cover za simu nyingi tu. Hata 200 unaweza kuletewa. Kija wauza. Kila siku enda nazo kazini uonyesha wenzio, kenda kwenye kikwao cha Kikoba uonyesha watu, umenunua 500. Mtu kimuuzia cover ya simu 3,000 unapata hasara gani? Na huna frame, wauza mkononi. Kuna mtu atakataka kununua cover 3,000 na hata kumwambia mwenzie fulani ana cover nzuri unique. Sasa hivi watu wengi wanaongea kuhusu mambo ya wellness, mambo ya afya na urembo. Unanunua zile maski za kuweka usoni, wanawake wanaweka maski usoni. Maski moja unaweza kununua hata kwa 400, 500. Unamwagiza mtu China, unampa 150,000, anakuletea maski kila aina. Kila ukienda kwenye kikao chako waonyesha watu maski. Wewe umenunua 400, ukiuza buku una hasara gani? Unaiuza buku, kila maski una 600. Tikisho naagiza tena, makundi ya watu wanaoagiza vitu kutoka China yako kibao. Hayo magodown ya vitu vya China viko kibao. Chupa za maji, saizi shule zafunguliwa. Yaani ni vitu tu vidogo vidogo, lakini sasa watu wanataka ni mabiashara makubwa, afungue fremu, aike nguo, sijui nini. Lakini si kila mtu alianza juu. Kila mtu ameanza chini. Ukiwasikiliza kwa makini watu wenye maduka makubwa wanakuambia nilianza nikiwa kidogo sana. Kama kuna watu saizi wanapika miogo hapa Tanga barabarani. Lakini wewe pale hujajiongeza kwamba pale huyu anapika miogo, watu wanakabwa pale. Ngoja nipeleke maji au nipeleke juisi ya mua au nipeleke juisi yangu mimi sharbati na yeka na Sprite nauza. Lakini pale watu wengi wanakula miogo pale. Sasa jioni watu wali miogo mchana, watu wanakula miogo jioni. Wakasema Tigo Pesa au Tigo Rusha. Watu wanakula miogo na warushia vocha.
Weka miamala ya kifedha hapo. Sasa watu wanataka yani biashara kubwa, biashara zenye majina. Kila mtu anataka biashara ya kipodozi. Kila mtu anataka biashara auze aludi, auze sijui ya baya. Sawa, lakini watu wote wameanza chini. Watu wote wameanza chini. Sasa, madam, kuna umuhimu gani wa kulijua soko la bidhaa kabla hujaingia sokoni? Kwa sababu sasa ukijua soko lako vizuri, wajua upeleke nini. Waweza kutupelekea vitu jamaa hatukihitaji hicho kitu yani. Kama watu waliofanya biashara zamani, mimi naye mzee mmoja alifanya biashara zamani, alikuwa anauza bahasha. Bahasha tu. Kwa sababu zamani bahasha ndio ilikuwa imeshika kasi. Habari ya mjini. Sasa kila mtu alikuwa anatuma bahasha, barua. Sisi wenyewe wakati tunasoma school tulikuwa tukuletwa barua na shule za kivulana wanatuletea barua, unaitwa pale, ukiitwa pale mstarini kuna kuchukua barua yako. Hakuna mtu ameitwa na kabla umeitwa na World Bank kabisa. Wewe mtu mwingine kabisa. Sasa unaona, na wewe ukitumia bahasha utaka kuchukua bora zaidi ile uliotumiwa, ili na wewe ukimtumia asikie kweli umemtumia. Unaona? Kwa bahasha zilikuwa zina faida, lakini sasa huwezi kuuza bahasha. Nani anahitaji bahasha sasa? Kila jambo na wakati wake. Kila jambo na wakati wake. Sasa hizi inavyokwenda, watu wengine wanasema watu wa games au wanaocheza games kwenye PS. Sasa hizi watu wote hawana time ya kwenda kuonana na watu. Watu wananunua zao pad, wananunua zao game, wanacheza game. Mtu unaweza kashangaa hujaonana na jamaa miezi 6, miezi 5. Wapi uko wapi bwana? Mimi kibaza kazi narudi nyumbani kucheza game. Sina time. Ndio maana sasa hata hizo mambo ya disco yanakufa. Watu hawaendi disco siku hizi. Ndio disco kufanya nini? Watu wanacheza zao game. Watu wanaenda zao kwenye chakula, hapo hapo kuna muziki. Watu wanakaa hapo hapo. Kwa vitu, kwa kadri siku zinavyozidi kusonga mbele, vitu vinapoteza thamani, baadhi ya vitu. Kabla hujapeleka huduma au biashara, isome. Fanya study ujue, je, yahitajika hii huduma yangu? Imepitwa na wakati. Juzi tulikuwa tunajadili mambo ya AI. Kuna kazi zafa kwa sababu ya AI. Zafa kabisa, zitakuja kufa. Kama saizi mtu hadi simu akumbushwa na AI apokee simu. Pokea simu ya mtu fulani, amekupigia simu saa fulani. Mimi sina haja tena ya mtu msaidizi naye ni AI. Nalipia tu labda 5,000 kwa mwezi kuliko kukulipa wewe 400,000 kila siku anakusa